Taifa la Nigeria toka uhuru wake limepitia mapinduzi mengi ya kijeshi ambayo yalipelekea kuwepo kwa tawala za kidikteta mbalimbali. Inatajwa kuwa katika tawala zote za kidikteta nchini Nigeria, utawala wa Jenerali Sani Abacha ulikuwa moto wa kuotea mbali, kwani kiongozi huyu anaelezwa kuwa dikteta kweli kweli. Sasa kabla ya kukupa ile stori ya mamilioni ya pesa yaliyoibiwa na rais huyu, wacha nikudokeze kidogo kuhusu maisha ya utawala wake ili ufahamu alikuwa mtu wa aina gani. Jenerali Sani Abacha aliogopeka sana wakati wa utawala wake. Katika uongozi wake, wasumbufu wote na wale walioonekana kumpinga alikuwa akiwaua hadharani, tena mbele ya vyombo vya habari. Lengo lake lilikuwa ni raia wa Nigeria na dunia yote ione kwamba hacheki na yeyote anayejaribu kumkosoa au kumpinga au kumpindua. Kwa kuwa alikuwa ameshuhudia na kushiriki katika mapinduzi mengi ya kijeshi nchini kwake, alijua na yeye anaweza kupinduliwa. Hivyo ili kujiepusha asipinduliwe, alitumia mbinu mbalimbali na uzoefu aliokuwa nao ili aendelee kubaki madarakani. Moja ya mbinu alizotumia ilikuwa ni kuhamisha kambi za kijeshi na kuzipeleka mbali kabisa na mji mkuu wa Abuja, na kisha akaanzisha kikosi maalum cha makomando wanaoaminika na waliokuwa watiifu kwake. Akawapa kazi moja tu ya kuzuia mapinduzi yoyote ya kijeshi yanayoweza kujitokeza. Alihakikisha kikosi kazi hicho hakipokei amri kutoka kwa binadamu yoyote yule isipokuwa yeye mwenyewe. Alijitengenezea mazingira ya kutoweza kuondolewa madarakani ili atawale milele. Ukatili wake ulijenga hofu kubwa kwa jeshi na raia. Kiufupi, alishindikana. Alikuwa tofauti na madikteta wengine waliopita huko nyuma. Huyu ndiye rais ambaye anadaiwa kufuja mali za umma kibabe, tena watu wakishuhudia. Ripoti iliyotolewa mwaka 1998 mara baada ya kifo chake inaeleza kuwa rais huyo alizitumbua mali za umma na pesa bila huruma. Washirika wake wa karibu na baadhi ya watu waliokuwa wakipelekwa kimabavu na rais huyu walikuja kufichua siri nzito juu ya wizi mkubwa aliofanya. Ilikuwa hivi: wakati wa utawala wake kati ya mwaka 1995 na mwaka 1997, Sani Abacha alikuwa akiomba pesa na kudai kuwa ilikuwa ni kwa ajili ya masuala ya usalama, na huku mchanganuo wa matumizi hayo ukifichwa. Baada ya hapo, anatajwa kuwa alikuwa akisaini maombi hayo ya pesa, kisha mshauri wake alikuwa akiyafikisha maombi hayo benki kuu, ambako alipewa pesa hizo. Mara nyingi zilikuwa ni pesa taslim. Hili liliendelea kwa takribani miaka mitatu hadi kila kitu kilipobadilika pale Abacha alipofariki dunia ghafla akiwa na umri wa miaka 54. Kiasi cha dola milioni 1.5 kilikuwa kimetolewa benki kuu ya Nigeria na kusafirishwa na malori hadi mahali ambako Abacha alikuwa ameelekeza. Abacha alifariki dunia kabla ya kutumia mabilioni ya pesa aliyokuwa ameyaiba. Baada ya kifo cha Abacha na utawala wa Nigeria kubadilika, alikuja rais aliyeitwa Olusegun Obasanjo, ambaye aliunda tume ya kufuatilia pesa hizo, na hadi kufikia mwaka 2018 iliripotiwa kuwa kiasi kisichopungua dola milioni 1 kilikuwa kimerudishwa nchini Nigeria. Mwaka 2004 ilitoka orodha ya viongozi waliojitajirisha kwa miongo miwili iliyopita, yaani kutoka mwaka 1980 mpaka mwaka 2000. Katika orodha hiyo iliyopangwa kulingana na kiwango cha pesa walichotumbua, Sani Abacha na familia yake walishika namba 4 wakiwa wamekwapua pesa kati ya dola za Kimarekani bilioni 1 mpaka bilioni 5. Licha ya udikteta na ukatili aliokuwa nao, inaelezwa kuwa udhaifu wake mkubwa ulikuwa ni wanawake. Alikuwa mzee wa totos kama wengi wanavyopenda kuita leo. Kwake ilikuwa ni raha leo kuletewa mrembo Mgiriki, kesho Mfilipino, kesho kutwa Mbrazil na wengineo wengi, tena zaidi ya mmoja kwa siku. Inadaiwa kuwa Sani Abacha alikuwa analala na warembo wawili na kuendelea kwa wakati mmoja, na hili ni moja ya sababu zinazotiliwa shaka kusababisha kifo cha rais huyo. Inadaiwa kuwa kifo chake kilisababishwa na tamaa ya kupenda wanawake, tena waliotoka mataifa ya nje. Inadaiwa kuwa mnamo tarehe 11 Januari mwaka 1998 huko nchini Libya, Meja Hamza al-Mustafa alipitishiwa ujumbe na rais wa Libya wakati huo, Bwana Muammar Gaddafi, kupitia mkuu wa jeshi la ardhini Jenerali Dedi.
ya kwamba mshauri mkuu wake wa nchi yaani Sani Abacha kuachana na tabia ya kuletewa wanawake kutoka nje ya nchi kwa sababu ana maadui wengi ndani na nje ya Nigeria. Rais Gaddafi alimtumia meja huyo kwa sababu ni mtu ambaye anasikilizwa sana na Rais Abacha. Inadaiwa kuwa huo ndio ulikuwa ujumbe wa mwisho wa onyo kutoka kwa Gaddafi, kwani inaelezwa kuwa Gaddafi alikuwa akimwonya mara kwa mara Abacha. Kwa kuwa Abacha alikuwa amezoea maneno ya rafiki yake huyo kutoka Libya, alidharau ujumbe huo. Matokeo yake ni kwamba umauti ukamkuta katika namna ambayo imezua utata hadi leo. Inadaiwa kuwa CIA kwa kushirikiana na baadhi ya watu waliokuwa wamechoshwa na utawala wa Sani Abacha walihusika katika mpango wa kumwondoa madarakani rais huyo. Kumpindua ilikuwa njia ngumu, hivyo ilibidi kutumia akili ya ziada. Brigedia Jenerali Akilu anadaiwa kuwa ndiye aliyeshiriki mpango huo wa kumwondoa Abacha madarakani kimya kimya. Brigedia Akilu alikuwa mkuu wa shirika la kijasusi la taifa na jeshi la Nigeria wakati wa utawala wa Jenerali Babangida. Japo hakuwa madarakani kwa muda huo, lakini alikuwa anajuana na watu wengi, kwani aliwahi kuwa bosi wa majasusi wengi ambao bado walikuwa kwenye mfumo. Miongoni mwa watu walioonekana bora na wanaofaa kukamilisha mpango wao wa siri na hatari alikuwa Luteni Jenerali Huseni. Huyu ukiachana na kazi ya uwaziri, alikuwa pia kuadi wa kumletea mkuu wake wanawake na warembo kutoka nchi mbalimbali ili waje kumburudisha Ikulu. Haijulikani ni nini hasa kilifanyika, lakini baada ya kipindi kifupi, Sani Abacha aliripotiwa kuaga dunia, huku sababu za kifo chake zikiwa na utata mkubwa. Ilidaiwa kuwa rais huyo alifariki kwa ugonjwa wa moyo, japo daktari wake hakuthibitisha hilo. Mwili wake ulizikwa siku hiyo hiyo aliyofariki kama taratibu za dini ya Kiislamu zilivyosema. Licha ya utata wa kifo chake, mwili wake haukufanyiwa uchunguzi wowote. Minong'ono ilizidi kudaiwa kwamba Sani Abacha alipewa juisi ya sumu na wadada wa kike wawili wenye asili ya Kihindi walioingia kumburudisha siku hiyo. Inadaiwa kiongozi wa ulinzi wa rais huyo aliamini kuwa Sani Abacha alipewa sumu na Waisraeli, lakini hii haikuthibitishwa kokote, kwani vyombo vya habari viliripoti kile ambacho kilielezwa na mamlaka. Hadi leo kifo cha Sani Abacha bado ni utata mtupu. Haijafahamika kama alikuwa na ugonjwa wa moyo kweli au alipewa sumu, kwani mwili wake haukufanyiwa uchunguzi baada ya rais huyo kufariki. Asante kwa kutazama video hii. Niandikie maoni yako kwenye sehemu ya comment na kutakia wakati mwema, na tukutane tena kwenye video nyingine. Taifa la Nigeria toka uhuru wake limepitia mapinduzi mengi ya kijeshi ambayo yalipelekea kuwepo kwa tawala za kidikteta mbalimbali. Inatajwa kuwa katika tawala zote za kidikteta nchini Nigeria, utawala wa Jenerali Sani Abacha ulikuwa moto wa kuotea mbali, kwani kiongozi huyu anaelezwa kuwa dikteta kweli kweli. Sasa kabla ya kukupa ile stori ya mamilioni ya pesa yaliyoibiwa na rais huyu, wacha nikudokeze kidogo kuhusu maisha ya utawala wake ili ufahamu alikuwa mtu wa aina gani. Jenerali Sani Abacha aliogopeka sana wakati wa utawala wake. Katika uongozi wake, wasumbufu wote na wale walioonekana kumpinga alikuwa akiwaua hadharani, tena mbele ya vyombo vya habari. Lengo lake lilikuwa ni raia wa Nigeria na dunia yote ione kwamba hacheki na yeyote anayejaribu kumkosoa au kumpinga au kumpindua. Kwa kuwa alikuwa ameshuhudia na kushiriki katika mapinduzi mengi ya kijeshi nchini kwake.